wanahabari ili kuweza kupitia kwao kujulisha umma juu ya mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kwenye taifa letu. Na leo kupitia kwenu tunapenda kama Chama cha Mapinduzi kujulisha umma wa Tanzania, pamoja na mambo mengine, kauli ya Chama cha Mapinduzi katika mambo ambayo yamekuwa yakiendelea kama sehemu ya mjadala kwenye taifa letu. Chama cha Mapinduzi kinaunga mkono kwa asilimia zote mijadala inayojengwa katika msingi wa hoja, sababu, mijadala inayotaarifiwa na uhalisia, mijadala inayotaarifiwa na utafiti. Halafu kisha mijadala iwekwe mezani na hoja zijengwe, sababu zitolewe, ili kila mjadala ambao umezingatia msingi huo ambao nimetangulia kuusema ukawe tija, ukawe na faida, ukawe na afya kwa umma wa Watanzania. Chama cha Mapinduzi hakiamini malumbano, mabishano yasiyo na tija. Chama cha Mapinduzi hakiamini katika kutumia lugha ya kubeza, lugha ya kufedhehesha utu, lugha za kebehi, lugha za kufifisha moyo wa kizalendo kwa Watanzania. Chama cha Mapinduzi kinaamini sisi ni taifa moja, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi tunapaswa kuwa watu wamoja, hata kama tuna utofauti wa makabila, kwa sababu sisi wote ni Watanzania. Hata kama tuna utofauti wa kidini, kwa sababu nchi yetu haina dini kama serikali, lakini wananchi wake wana imani mbalimbali. Nchi yetu ina mfumo wa kidemokrasia wa vyama vingi. Kuna watu wana vyama tofauti na wanafuata itikadi tofauti, lakini Chama cha Mapinduzi kinaendelea kuamini kwa hakika sisi ni watu wamoja, na misingi ya taifa letu la kijamaa ni kuendelea kuimarisha na kujenga udugu, utu, umoja wa watu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mjadala wa aina yoyote usilenge kutugawa, usilenge kupotosha, usilenge kuficha ukweli, sababu Chama cha Mapinduzi kwa imani na misingi yake kinaamini katika kusema kweli daima, na fitina kwetu ni mwiko. Ndugu wanahabari, hivi karibuni kumekuwa kuna mjadala mkubwa ambao umejitokeza baada ya taarifa ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali kuwekwa hadharani. Na napenda ifahamike, taarifa hii kuwekwa hadharani ni utaratibu mzuri ambao Chama cha Mapinduzi kimejiwekea na kimeielekeza serikali katika dhamiri njema ya kuhakikisha ukweli na uwazi wa shughuli za serikali unaendelea kuwa bayana wakati wote. Uongozi wa Chama cha Mapinduzi awamu ya 5 na serikali yake unaamini katika uwazi na ukweli, na ndio maana taarifa hii ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali, baada ya kuwa imewasilishwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu John Pombe Joseph Magufuli, hatukutaka ibaki, tukasema ipeleke hadharani, licha ya kwamba hadhira mahsusi ya kujadili taarifa ile ni bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vikao vyake maalum. Lakini tukasema iweke taarifa hii hadharani, Watanzania waone sisi kama taifa tunakimbia namna gani katika kuweka, kusimamia na kuendeleza misingi ya utawala bora. Kwa hiyo kuiweka taarifa hadharani
ni msimamo wa Chama cha Mapinduzi. Kwa ningependa ifahamike, kwa sababu siku hizi baadhi yetu tumejenga tabia za hovyo. Kila jambo zuri linalofanywa na serikali ni kama vile wako watu wanaota na wanaomba sana. Kwa kweli hawaombi kwa Mungu wa mbinguni, ni ibada za kiibilisi, kwamba kila jambo zuri linalofanywa na serikali lififishwe kwa sababu limefanywa na serikali, kwa sababu ni wajibu wake, basi kama ni jambo zuri lisisemwe. Hizi tabia za hovyo. Ziko nchi hawaoneshi taarifa hizi. Sisi tumekuwa na uthubutu wa kusema tuwaonyeshe Watanzania, kwa sababu kwetu Chama cha Mapinduzi Watanzania hawa ndio wametupa dhamana ya kutoa uongozi. Sasa wako watu wanadhani jambo hili linatokea tu, unajua namna hii. Hapana, ni uamuzi madhubuti tumeufanya, na tumeufanya kwa sababu tunaamini taarifa ni msingi wa maarifa, na maarifa ni msingi wa kufanya maamuzi. Na sisi kama chama, baada ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali, tumeipitia taarifa yake kwa kina kama sehemu ya umma, na nitapenda kufafanua mambo kadhaa ambayo kwa bahati mbaya sana yamekuwa yanapotoshwa kabisa. Ni dhambi kubwa kusema uongo kwa jambo la kweli. Na wako viongozi wa vyama vya upinzani ambao baada ya kuwa wameshindwa kupata hoja zenye mashiko za kufanyia siasa, wamejikita na kubobea katika kusema uongo na kuupotosha ukweli. Na wako baadhi yao nitawarejea hapa kwa kauli ambazo wamekuwa wakizisema kwa umma na kuupotosha. Sisi kama chama hatuna tatizo na mtu kusema habari mbalimbali hadharani, sababu ni uhuru wa kuweka maoni hadharani. Lakini sisi tuna tatizo na mtu muongo anayetoa taarifa za kuupotosha umma. Wananchi hawa wametuamini. Wewe ni kiongozi wa Chama cha Mapinduzi au ni kiongozi wa chama kingine kidogo au hata chenye mbunge mmoja, lakini wananchi wamekuamini. Wewe ni kiongozi, unaposema wako wananchi wanakusikiliza. Kiongozi anaposema uongo unapotosha umma. Tabia hii haikubaliki, tabia hii haivumiliki, na tabia hii itafika pahala sasa tutasema wanaosema mambo ya uongo kwa maana ya kuleta taharuki kwa watu wetu, kwa kweli sheria ichukue mkondo wake. Wanasema ujinga wako kwenye sheria sio kigezo cha kuto kupata adhabu unapokosea. Sasa unaposoma taarifa ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali, halafu unatoa kauli timilifu, pesa imeibiwa, pesa ya umma imeibiwa, sasa tukakwambia tusaidie kuthibitisha. Sasa ukishindwa, umesema uongo, umeuhadaa umma, umetoa takwimu za uongo, ukichukuliwa hatua, si ndio tena utaanza kusema uongozi huu hatuna huruma kwa waovu, watu waongo wanaopotosha kwa makusudi. Hilo halikubaliki. Na nitaonesha kwa mfano taarifa za upotoshaji zinaleta taharuki kwa umma wa Tanzania. Mimi sielewi huyu anaenda mbele kutoa, na imekuwa desturi yake kutoa taarifa za uongo hivi, ndio mtaji wake siku hizi. Anatafuta tu pahala, hoja hana. Hazungumzi rushwa siku hizi, hazungumzi kuhusu huduma za kijamii, hazungumzi kuhusu ufisadi, hazungumzi kuhusu miundo mbinu, tunapiga hatua kubwa, tunapeleka watoto shule kule. Yeye anatafuta hoja hiyo ya uongo. Kasema kipindi fulani kuna njaa nchi hii. Wewe njaa unaijua inatangazwa vipi? Sasa leo tumevumilia sana, tumeona tumsaidie kumuelewesha. Alafu pia tutoe indhari kwamba
wale wana dhamana ya kuhakiki na maneno tunayatoa, kwa kweli wachukue hatua, kwa sababu hatuko tayari kuendelea kuacha watu wachache wauhadai umma wa Tanzania. Hili halikubaliki. Wapotoshaji walikuwepo, hata kipindi cha Mwalimu Nyerere walikuwepo wapotoshaji, walikuwepo, lakini haimaanishi kwa sababu walikuwepo walikubalika. Hawakukubalika kipindi kile cha Mwalimu Nyerere, hawakubaliki zaidi sasa. Jenga hoja, toa sababu, toa taarifa ya ukweli. Lakini unapojenga hoja ya uongo ili ulete taharuki kwa watu, tafsiri yake nini? Unapata lengo gani? Utimize nini? Kuhadaa umma. Kuhadaa umma kujawahi kuwa lengo halali kwenye nchi yetu, au nchi yoyote linaendeshwa katika misingi ambayo sote tumekubaliana. Sasa katika taarifa hii ambayo sisi tumeisoma, nzuri kwa kweli, nzuri, nianze, wanasema toa sifa panapostahili, toa sifa panapostahili. Nianze kwa kuipongeza sana serikali ya Chama cha Mapinduzi, kuipongeza sana serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa kuweka utamaduni mzuri wa kuweka hadharani taarifa hizi, moja. Lakini mbili, sio tu kuweka hadharani taarifa hizi na kuanza kuchukua hatua kwa wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine wamebainika kuwa walitenda matendo ambayo yanapelekea ama serikali kupata hasara ama vitendo vya ubadhirifu wa mali ya umma ambao mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali amebainisha. Kwa niipongeze sana serikali chini ya uongozi wa ndugu John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye mwenyewe na wasaidizi wake. Sisi kama Chama cha Mapinduzi, chama chenye serikali, tunasema mtindo huu uendelee. Mtu akibainika ni mkosaji, achukuliwe hatua, tusimlazie damu. Watanzania wametuamini, wakatupa dhamana ya kutekeleza ilani yetu 2015-2020. Tusikubali mtu yoyote mwenye hila mbaya anayetaka kutumia ndivyo sivyo mali za umma, pesa ya umma kwa manufaa yake na rafiki zake na ndugu zake na watu wanaowajua yeye. Tusiwalazie damu. Ndugu Rais Magufuli, songa mbele. Wote wanabainika wana mapungufu, tena hao wenye mapungufu wako serikalini, wako kwenye vyama vya siasa, wako kwenye taasisi mbalimbali za umma, na ninaposema umma, ziko taasisi zingine zinajitegemea kabisa kwenye umma. Lakini mkaguzi huyu pahali pengine kwa maelekezo mahususi amefanya ukaguzi na zimeonekana kuna kila sio tu dalili lakini viashiria na ushahidi wa matumizi mabaya ya pesa ya serikali. Hapo kwa kweli tunaipongeza serikali ya Chama cha Mapinduzi. Sasa wachukue hatua, na nimesema tunapongeza kwa hatua ambazo tayari zimekwisha kuchukuliwa, na nimempongeza rais na wasaidizi wake kwa sababu baada ya kuwa zimechukuliwa hatua za awali, mawaziri baadaye walikwenda na wakachukua hatua za kinidhamu kwa maafisa wa serikali zaidi ya 400 nchini kote Tanzania. Lazima ifike pahala tuseme enough is enough. Na uongozi wa awamu ya 5 tunajinasibu kwa kusimamia uongozi bora unaojengwa katika misingi ya uwajibikaji. Na katika hili la kuchukua hatua, serikali isitizame kwa jicho la huruma mtu yoyote. Maana humu kwenye taarifa hizi vimetajwa vyama vya siasa, na nitasema kidogo kwa sababu ni vizuri watu wakafahamu. Humu ndani viko vyama ambavyo vimekuwa vinatumia pesa ya umma. Unapotumia pesa ya umma lazima uitolee hesabu. Viko vyama vinatumia pesa ya umma na hesabu havitoi. Pesa ya umma katika vyama vya siasa sio pesa ya mjomba wako,
sio pesa ya baba yako mdogo. Unajua pesa ya baba yako unaweza kuiheshimu kidogo, sio pesa ya mjomba wako, ni pesa ya walipa kodi wa Tanzania. Sasa wale ambao wanazitumia pasina kutoa hesabu, Chama cha Mapinduzi kinaitaka serikali kuanzisha mchakato wa kufuatilia na itakapobidi kuchukua hatua za kinidhamu, tena ziwe kali za kisheria. Ukienda kwenye ukurasa wa 265 viko vyama vimetumia pesa zaidi ya milioni 700 bila kutoa hesabu. Ndio unatumia kama pesa ya mjomba wako hivi, unatumia, unatumbua, hesabu hutoi. Hawa wasiachwe hivi hivi. Na nitasema tu kwa uchache, viko vyama mifumo yake ya hesabu haifuati mifumo yoyote au vigezo vyovyote vya uhasibu na ukaguzi wa hesabu. Wao wanaanza kupokea pesa, mabilioni ya shilingi wanapokea, wanatumia pesa mbichi, hazipelekwi benki, lakini zaidi ya yote wanafanya manunuzi pasina kufuata taratibu za sheria ya manunuzi. Kiko chama hapa, ni vizuri si niwatajie au niendelee hivi hivi. Kiko chama hapa, wale ambao wanatumia pesa na hawatoi hesabu zaidi ya milioni 700, hii ni karibu na bilioni. Chama kinaitwa ADC, kipo. Hawa wametumia milioni 89, hakuna hesabu. SAU kipo, hakuna hesabu. Kibaya zaidi, Chadema milioni zaidi ya 520, hakuna hesabu. Sasa hilo ni moja. Unapopewa mkopo chama cha siasa ukapokea pesa, ni jukumu la wadhamini kufahamu. Lakini Chadema wamekuwa wakipokea pesa halafu bila utaratibu. Bilioni zaidi ya 2. Halafu bilioni zaidi ya 2 pesa mbichi haipelekwi benki, inatumika tu juu kwa juu. Sasa huu sio utaratibu. Unapokuwa na tabia kama hizi, unawezaje kukosoa serikali ya CCM? Wewe mwenyewe una mikono michafu, pesa uziratibu katika misingi ambayo imekubalika ya ukaguzi na uhasibu. Hili halikubaliki. Sisi tunataka hii isiishie hapa. Unafanya manunuzi bila ushindanishi. Mkaguzi amebaini chama hiki kimefanya manunuzi ya bidhaa na huduma zenye thamani ya shilingi bilioni 24,milioni216,625,390. Anapewa labda mtu huyu. Hakuna kushindanisha. Si ndio haya tunaisema serikali? Kama haya ndio tunaisema serikali, huyo anayesema vidole vinne vyote vinamtizama yeye. Watu kama hawa wanapoteza uhalali wa kukosoa, kurekebisha, kwa sababu wao wenyewe wanaishi katikati ya matakataka. Sasa isiishie kuandika kwenye taarifa, twende hatua moja zaidi. Na hapa msajili wa vyama vya siasa ndio pahala pake, kwa sababu uongozi wa awamu ya 5 wa chama na serikali, wa Chama cha Mapinduzi na serikali iliyoko madarakani ya CCM, tunataka kokote kunapatikana shida tuchukue hatua. Hata kama shida iko ndani ya CCM, tuchukue hatua. Unaona, mimi nimesema maana yake kauli ya chama kwamba kokote kule kuna shida tuchukue hatua, hata kama ni ndani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa wakaja kupotosha maskini, wakatupotoshea watu wa Chama cha Mapinduzi kwamba tumekopa kwenye mifuko ya kijamii. Hili niliseme tu kwa ufupi, maneno ya uongo hayana nafasi. Chama cha Mapinduzi kina utaratibu wake wa ndani wa kulinda maslahi ya watumishi wake, tofauti na vyama vingine. Sisi kila mwisho wa mwezi tuna mfuko tunalimbikiza pesa, ili watumishi wa Chama cha Mapinduzi wanapomaliza utumishi, iko pesa tayari ya kuwalipa mafao yao.
Na hivi karibuni Chama cha Mapinduzi tulifanya uchaguzi mwaka jana, lakini pia mwaka jana tulifanya mabadiliko ya kiutendaji. Wako watumishi ambao wamemaliza utumishi wao na wako viongozi wa kisiasa na wao wamemaliza utumishi wao. Katika ile akaunti yetu ya Chama cha Mapinduzi, akaunti ya Chama cha Mapinduzi inayosimamiwa na baraza la wadhamini, tukatoa hapo milioni hizo 300 na kitu ili wale wanaoondoka kwenye utumishi walipwe. Lakini tunapozichukua huwa tunazichukua na tunaendelea kuzirejesha ili mfuko uendelee kunona, ili watumishi wa CCM wanapofika mwisho wa utumishi wao na viongozi wapate kulipwa na wasisubirishwe. Sasa wale watu hasa watu wa Chadema na wafuasi wao wakaenda kutamka tumechukua pesa kwenye mifuko ya kijamii, tunatafakari. Wale waliotoa taarifa za uongo, hatua stahiki za kuwachukulia, kwa sababu kwa kweli kwenye Chama cha Mapinduzi hatupendi kucheka na tabia za uongo na upotoshwaji. Na ufahamu chama chetu tumekuwa tukipambana na upotoshwaji toka miaka ya 80 wakati wa uongozi wa Mwalimu, na huwa tunakumbana na upotoshwaji zaidi wakati tumeweka msimamo mkubwa kwenye vita vikubwa vya kiuchumi. Mwaka 83 tumeweka mkakati wa mapambano dhidi ya ulanguzi, magendo na hujuma za uchumi. Hapa ndani tunaandika, na hili ni jukumu la chama na serikali, kuongeza mapambano dhidi ya kampeni ya upotoshaji wa ukweli inayoendeshwa na maadui yenye lengo la kuwababaisha wananchi na kuwafisha moyo ili wasishiriki katika mapambano haya. Sasa tunajua wako vibaraka wa mabeberu sasa hivi ambao baada ya kuwa tumeminya mianya yote ya ufisadi, kutorosha madini ya nchi yetu, sasa wanapotosha habari zote ili kuwafisha moyo wananchi wasiendelee kupambana kudai haki ya Watanzania. Tumewabaini, hatutawapa nafasi. Pongezi ya kwanza kwa serikali kuweka jambo hili hadharani na kuchukua hatua. Pongezi ya pili kwa serikali, ni vizuri tukafahamu ya kwamba mtindo huu wa hesabu za serikali au mtindo wa kuandaa hesabu za serikali, zinaitwa kuandaa hesabu za serikali jumuishi, consolidated financial statements za serikali. Yaani tafsiri rahisi ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa hivi imechukua utaratibu wa kimataifa wa kuandaa hesabu za serikali katika mtindo jumuishi, kwamba zamani tulikuwa tunasema hizi ni za wizara hii, hesabu hizi ni za wizara hii, hesabu hizi ni za wizara hii, hesabu hizi ni za wakala huyu, hesabu hizi ni kampuni ya serikali. Sasa hivi hesabu zote zinawekwa pahala pamoja ili kuongeza uwazi. Ukitaka wizara unaipata pale pale, ukitaka taasisi fulani ya umma unaipata pale pale, ukitaka sijui wapi na wapi unaipata pale pale kwenye hesabu moja jumuishi. Huu mtindo, Tanzania ndio nchi pekee Afrika kusini mwa jangwa la Sahara tunaotumia huu mtindo. Tanzania ni nchi pekee na namba 1 kwa kiwango cha uwazi wa hesabu za umma. Lakini kama ilivyo ada, viongozi wa upinzani wameamua kujikita katika kusema uongo na kupotosha na kufifisha kila jambo jema ambalo Tanzania na serikali ya CCM tunafanya. Kenya hawafanyi hivyo, Uganda hawafanyi hivyo, Rwanda hawafanyi hivyo, Malawi hawafanyi hivyo. Sisi peke yetu tukasema ili kuhakikisha kuna uwazi chini ya uongozi wa ndugu John Pombe Joseph Magufuli, rais wa Tanzania, akasema chukua hesabu zote, uweka kwenye kitabu kimoja, waone wa Tanzania. Lakini hili watu wa upinzani hawaoni, wanalipotosha. Kwa sisi tunataka kuipongeza serikali kwa mtindo huu mzuri wa kuweka hesabu zote jumuishi, kutengeneza consolidated financial statement ama kuandaa hesabu jumuishi za serikali zote kwa pamoja ili kuendelea kuhakikisha kuna uwazi wa pesa
ya serikali, pesa ya walipa kodi wa Tanzania. Nilipenda Watanzania wakafahamu mtindo tunaotumia kwanza ni mgumu, lakini kila kitu kizuri sio kirahisi. Ndio maana tunaendelea kusema yale yote ambayo mkaguzi na mdhibiti wa hesabu ya serikali ameyaona kama maono yake na ugunduzi wake, uchunguzi wake, ukaguzi wake, yote kwa ujumla wake yafanyiwe kazi kwa utimilifu na serikali kuu, serikali za mitaa na mashirika na wakala mbalimbali wa serikali. Hili nilitaka kulisema kwa sababu lengo lake ni kuweka uwazi, lakini kwa sababu watu wa upinzani wako hapa siku hizi kubeza, kuzodoa, kupinga bila hoja, hili hawawezi kusema. Ndio maana hata juzi tulipokuwa tunapokea ndege yetu ya tatu, katika zile ndege tatu za kwanza -8 Q400 Bombardier, ndege mpya inapoingia duniani kote, ni utamaduni, huwa ina gari za zimamoto zinapiga maji juu kutengeneza umbile fulani bila upinde, alafu ndege inapita katikati. Wao wameenda kupotosha kama ndege ile imetembea mwendo mrefu, inabidi wapooze engine. Na watu wanafahamu gari kichemsha sio wanaweka maji, kwa sababu na engine zile zimechemsha, kwa hiyo tumebidi zipigwe maji kabla haijafika pale kwenye mapokezi. Kumbe ile inaitwa ni salamu ya utii kwa ndege inayoingia, water salute. Ndege ikiwa inaingia mpya inapewa water salute, yani salamu ya utii kwa ndege mpya inaingia. Ni sherehe ile. Lakini siku hizi ndio tuko hapo, kila tutakachokifanya wanachezesha, wanapinga, wanachezesha, wanapinga. Kwa maana hiyo sasa niende moja kwa moja na niseme mambo mawili tu makubwa ambayo yamepotoshwa kabisa, na anayeongoza upotoshaji huu ni kiongozi wa chama hiki. Chama wala si kidogo, hakipo, kina mbunge mmoja tu cha ACT Wazalendo. Kwenye ukumbi huu wasisemi vyama vingine, havina heshima hiyo hapa ndani, lakini nimeamua niseme ili Watanzania wajue upotoshaji mkubwa wanaoufanya. Unapokuwa kiongozi wa chama husomi, ila wewe kazi yako kulipuka na kukurupuka na hoja usizozijua. Elewa tuko awamu ya 5, watu makini, tunasoma, tunahakiki taarifa, ndio zinakwenda. Elewa tuko awamu ya 5, CCM mpya. Unajua na CCM wenyewe walikuwa wafahamu. Tupo kwenye awamu ya 5, CCM mpya. Tunasoma kila neno kwa neno kabla ya kusema. Na wakati mwingine tunapenda tuipe nafasi serikali itende kazi. Sisi huwa tunatoa maelekezo ya jumla, lakini tunapoanza kuona mtu anataka sasa kuchezea uadilifu wa Chama cha Mapinduzi na serikali yake, tuna jukumu la kutoka na kusema hapana, huu ni uongo na upotoshwaji. Anasoma juu tu, mimi sijui amesoma shule gani, unasoma tu juu hivi, taarifa zenyewe huzielewi vizuri, unatoka barabarani huko unasema tena kwa kauli timilifu, trilioni 1.5 zimepotea. Hivi tukikuuliza ututhibitishie zimepotea maana yake nini, ufafanue. Kupotea si kauli timilifu? Sasa kama kauli timilifu pesa zimepotea, si umetuhadaa, umesema uongo, umeleta taharuki kwa umma. Unajua gharama tulioingia kuambiwa uongo huu. Nyingi kwa nchi nyingine utafungwa chama kimoja, mbunge mmoja, wewe kila siku muongo wewe. Na una bahati kwa sababu ndugu Magufuli mpole. Kwa sababu ingelikuwa tumetoa utaratibu mzuri, hatuvumilii uongo wa namna hii. Ndio maana yuko mtu mwingine kule Mbeya ametoka zake asubuhi, sijui hata aliaga nyumbani kwake, anasema rais kafanya hivi, kafanya hivi, kafanya hivi, uongo. Mahakama inamuuliza, tuthibitishie basi hayo maneno uliyosema vipi? Unajua ilikuwa siasa. Siasa maneno ya uongo kwa mwenzio.
sasa yuko mafunzoni miezi 5. Sasa na sisi tunataka kuelekeza kwa serikali na msajili wa vyama atizame kauli za uongo zinagawa taifa, zinaleta taharuki kwa taifa. Leo sasa hivi huko barabarani ni 1.5 trilioni imepotea. Nani kasema? Mzee wa chama kidogo, hata kama hakipo hivi, kina mbunge mmoja ambaye kwa bahati nzuri mimi nimekwenda kwenye jimbo lake, nimezunguka jimbo zima. Hayupo jimboni. Anafanya siasa za kitaifa wakati yeye mbunge wa jimbo. Na tumeshamtangazia 2020 atafute kazi nyingine, kwa sababu watu wa jimbo lake wamechoshwa na siasa za barabarani, lakini mambo ya msingi mbunge hayupo. Sasa nianze na 1.5 trilioni, maana yake nini? Sasa sitana na calculator hapa ili tuoneshane kwamba huyu mtu mwongo mkubwa. Hesabu zote zimeelezwa vizuri kabisa. Vitabu vya serikali vimeeleza vizuri kabisa. Sasa kama mna calculator twende pamoja ndio mjue kwamba huyu mtu mwongo anatoa taharuki. Mimi nimekuja na calculator yangu hapa. Siku hizi Chama cha Mapinduzi unatoa data, tunakupa data. Sasa walizoea zamani tulikuwa tunaonewa hivi. Siku hizi tuko vizuri sana. Matumizi ya serikali katika mtindo mpya ambao unafuata vigezo vya kimataifa vya ukaguzi wa hesabu za umma. Unaitaka serikali inapokuwa inahesabu pesa yake iliyoingia, kuhesabu pia na pesa baada ya kuwa serikali imetoa huduma. Zamani ilikuwa lazima pesa tuishike mkononi kusema shilingi ngapi tunayo. Sasa hivi tukikupa huduma, ile pesa yenye thamani ya huduma tuliyokupa sisi tunaiandika pale, na kwamba pesa hii utailipa baada ya muda fulani. Ila siku ile tunaweka vitabu, tunaandika hii pesa tumetoa huduma, tunayo tayari, inakuja, iko njiani. Sasa asiyejua amtafute mkaguzi yeyote wa hesabu, amwambie mfumo wa accrual maana yake nini. Yaani pesa tunazikusanya hata pale ambapo tumetoa huduma, pesa haijaingia, sisi tunainote, kwa sababu zamani huo ulikuwa msingi wa pesa kupotea. Tunatoa huduma alafu baadaye pesa haiji. Sasa hivi tukitoa huduma tu tunaandika tumetoa huduma shilingi kadhaa, inaingia kwenye makusanyo ghafi ya serikali. Makusanyo ghafi ni makusanyo ya jumla. Baada ya makusanyo ghafi unatakiwa tena uje ukokotoe uweze kuelewa makusanyo halisi ya serikali ni shilingi ngapi. Sasa nafafanua kama ifuatavyo. Tumekusanya trilioni 25.3. Pesa ambayo huduma imetoka inatarajiwa tumekwisha kuiingiza ipo ni ndani ya pesa jumla ghafi. Lakini hii 25 ambayo ni makusanyo ya jumla imejumuisha hii niliyokuambia wakati tunaiandika 25 ni ya baadaye. Kwa hiyo unatakiwa hiyo ya baadaye tumeinote, lakini sisi tumeshaandika kwenye 25. Ukitaka kujua sasa makusanyo halisi, cash money mkononi, pesa halisi, unachukua 25 unatoa
makusanyo tarajiwa, Kiingereza wanasema receivables. Receivables. Kwa unachukua 25 trilioni unatoa bilioni 687.3 ili uwe na sasa hatua ya kwanza ya kupata pesa halisi. Na haya maneno ninayasema kama msemaji wa chama chenye serikali. Sasa serikali inasemewa uongo, tumekuja wenyewe wenye serikali wa Tanzania walitupa tusemee hiyo serikali. Kwa sababu Mwalimu Nyerere alisema mwaka 66 kule Uganda, chama imara na madhubuti lazima kiwe daraja kati ya wananchi na serikali walioichagua. Chama kiwasemee watu, lakini pia chama kiseme serikali inafanya nini na kwa nini. Kwa tunatekeleza hapa wajibu wa msingi wa muasisi wa Chama cha Mapinduzi. Hiyo 687 ni receivables. Tumeiandika ni pesa inakuja baadaye. Kwenye bajeti ghafi ya 25.3 imo, itakuja baadaye. Lakini lazima tuiandike ili asije mtu akaondoka nayo jumla. Humo kwenye 25 ziko bilioni 203.9. Bilioni 203.92. Jamhuri ya Muungano huwa inakusanya pia fedha fulani kwa ajili ya Zanzibar. Hiyo fedha ya Zanzibar haisomwi huku kwenye bajeti ya Jamhuri ya Muungano, ni ya Zanzibar. Ukichukua trilioni 25 ukatoa bilioni 687.3 ukatoa bilioni 203.9 utapata 24.4. Hii ndiyo pesa halisi iliyotumika 2017 2018. Pesa halisi, mapato halisi, net income revenue, tunasema makusanyo halisi ya serikali, trilioni 24 na bilioni 400 halisi. Sasa yule bwana mwenye chama cha mbunge mmoja anasema pesa ambayo ilitumika kutoka ile 25 ni 23. Kwa kwenye 25.3 imetumika 23.79 trilioni. Hiyo 23.79 trilioni, kipindi mkaguzi anapita ilikuwepo pesa ya serikali haijakuiva, haijaiva, zile tunatumia kwenye hati fungani. Hela inaiva, ina muda inaiva, wanasema Kiingereza ina machua. Kabla haijamachua haipo. Shilingi ngapi hiyo? Hiyo ni shilingi 697.85 bilioni. Ukichukua 697.85 bilioni jumlisha na 23 trilioni utapata 24.4. Nimekueleza mapato na matumizi. Ukichukua 25.3 ukatoa 23.79 unapata 1.5 trilioni ambayo huyu bwana Zito anasema imepotea, hesabu hajui. Mimi namshauri apate mtaalamu wa hesabu, akae naye amueleze. Ndio maana mkaguzi na mdhibiti wa pesa ya serikali amesema hili ni jambo la hesabu, na kwenye ukaguzi hesabu, baada ya kuwa ukaguzi umepita, yako mambo mnarekebisha ili hesabu zikae sawa sawa. Na hizi zimekaa
zingine zimeiva, zingine wamepewa wanaohusika. Tuko na 24.4 trilioni halisi. Imepotea wapi? Hakuna senti 5 iliyopotea. Anaenda mbele zaidi, akasema iko shilingi bilioni 219 tulifanya manunuzi, tulilipa madeni ya zamani ambayo hayakuwa yamepitishwa na bunge. Naomba tena huyu bwana asome. Unapotoa taarifa potofu unahadaa umma. Katika hesabu za serikali zinawekwa kwenye vifungu zinawekwa kwenye vifungu: hazina, ujenzi, uchukuzi, sijina nini. Nyote mnafahamu yalikuwepo madeni kutoka kwa wazabuni, sijili wakandarasi mbalimbali, na tulisema hatuwalipi mpaka tumehakiki. Thamani ya madeni yote ni karibu bilioni 900, na bunge linajua, na hiyo 219 ni ndani ya zile bilioni 900. Tena nikiwa kabisa moja kwa moja ni bilioni 963.6 ishapitishwa na bunge. Hii tunalipa wanaotudai. Sio tukasema kabla hatujawalipa lazima tuwahakiki. Pesa ya umma haulipwi kama pesa ya mjomba wako. Tumefanya hilo, limekamilika. Hii 219 anaisema bilioni ni sehemu ya 963.6. Bunge la Jamhuri ya Muungano linafahamu taarifa hiyo. Hajaacha, kaenda mbele tena. Kuna bilioni 500 serikali imekopa zaidi ya ukomo iliowekewa. Sasa mimi katika hili niweke heshima kwa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sheria inayosimamia mambo haya ya ukaguzi na udhibiti wa fedha za serikali imeweka utaratibu mzuri wa namna gani tangu mkaguzi anafanya kazi yake, anawasilisha ripoti kwa rais, bungeni, ziko kamati bunge zima. Napenda niache uhuru kwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya mawili nimetoa nimpe elimu huyu ndugu Zitto. Aache karuka na santuri ya njaa. Iko wapi leo? Hakuna. Tumezunguka nchi nzima, njaa. Chama cha Mapinduzi tumefanya ziara mkoa mzima wa Kigoma, hakuna njaa. Lakini yeye ndo mtu wa kwanza kusema njaa. Hakuacha, akaenda mbele, akaanza kumkebehi rais wetu. Unajua huyu dikteta na nini, dikteta. Hivi pale kwenye chama chake pale amebaki nani? Maana wote wamehamia CCM. Kamati kuu ile huwa inahama yote, inaingia CCM, anaandika majina kwenye Facebook, kamati kuu mpya. Hakuna kikao, hakuna mkutano. Sasa sijui hapo dikteta ni nani? Wajumbe wa kamati kuu ya ACT Wazalendo karibia wote, wenye viti wa mikoa wa ACT Wazalendo wote wanamjua yule bwana mbishi. Hapo kuna kipindi anaandika Facebook, kikao cha kamati kuu kimekaa. Hakuna, kaandikia Facebook, hakuna kikao kilichokaa. Taarifa sisi tunazo. Sasa huyo ni nani? Huyo ni mtu mbaya kuliko dikteta. Tena kwa mtu muumini, sio tu juu muumini. Hizi tabia za kishaitani kabisa. Unawatamka watu, mko kwenye kikao, mnafanya uamuzi, unaandika kwenye Facebook, alafu watu maskini wako Shinyanga, wengine wako Singida, wanaandikwa walikuwa kwenye kamati kuu Dar es Salaam. Wewe kama ndio sio kijana tena, hata kama bado unajidumbukiza kwenye kundi la ujana, fanya mambo yako kistaarabu. Sisi tumekwenda Kigoma, tumeona. Na juzi anadandia hoja, Juzi amezungumza hoja nyingine ya hovyo kabisa.
Anatuhumu mpaka vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa mambo asiokuwa na taarifa nazo. Anazungumza bungeni. Sasa sisi tukamjibu wapi? Tukamjibu wapi sisi? Anazungumza bungeni. Kwa sisi kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, mimi niombe uongozi wa bunge wakati mwingine uwaombe watu hawa wathibitishe taarifa zile, kwa sababu sisi hatuwezi kwenda kuwajibu bungeni. Kuna utaratibu. Anasema uongo, huyu mtu alikuwa ofisi za chama, katoka ofisi za chama, kaenda ofisi ya halmashauri, mule ndani yupo afisa usalama wa wilaya na mkurugenzi, huyu mmempoteza, mtu eleza yuko wapi? Unatengeneza chuki kwa jambo usilolijua. Kwanza pale Ujiji, mimi nimepita kwenye kata zote, haupo. Nimekagua vitabu vyote vya kata, haupo. Hadi kwenye kata ambayo mwenyekiti wa halmashauri ya Kigoma Ujiji anatoka kwenye chama chake, mbunge hajawahi kwenda. Sasa Mwalimu Nyerere alisema tufanye siasa safi na uongozi bora. Siasa za namna hii ni siasa za hovyo. Kauli ya Chama cha Mapinduzi ni kwamba wale wenye dhamana ya kusimamia sheria wafanye hivyo. Mizaha na kucheka na watu wa tabia kama hizi ndio ilitufikisha pabaya. Sasa fikiria, unatamka jumla tu, trilioni 1.5 haipo. Na kwenye hesabu hapa nimewapigia hesabu makusanyo na matumizi. Pesa yote iko na makusanyo halisi ni 24.4 trilioni mwaka 2017-18. Hiyo unaisema imeibiwa iko wapi? Mimi nataka kutoa changamoto kwa wale wana dhamana ya kuuliza taarifa hizi. Tujiridhishe, hiyo trilioni 1.5 alosema imepotea kaipata wapi? Atuambie, kwa sababu kutoa taarifa za uongo si ni makosa kwenye nchi yetu. Anajua taharuki aliyotengeleza, anajua hasara ya uadilifu, integrity ya chama chetu na serikali ambayo ametaka kuteteresha. Bahati nzuri tuko vizuri, lakini tusimwache. Alizoeshwa vibaya huyu. Sisi tunajua, sisi ndio tuko kwenye chama, tunajua alizoeshwa vibaya huko. Sasa unajua, mama yako akiolewa na baba mwingine, kijana, mheshimu baba huyo aliye na mama yako. Ni vizuri nikasema hivi akanielewa vizuri. Yaani nirudie, mama yako akiolewa na baba mwingine na wewe hujaanza kujitegemea, mheshimu huyo mume wa mama yako, ndio baba yako. Sasa kama ulizoeshwa vitu huko zamani, una baba mwingine sasa hivi na ana utaratibu wake wa nidhamu. Ukiendelea tabia za hovyo za kusema uongo, taarifa za uongo, Chama cha Mapinduzi kinasema tabia hizi hazikubaliki. Asanteni sana wanahabari, nakaribisha maswali. Karibu sana. Mimi naitwa Charles James kutoka Mungona Blog. Umezungumzia ndugu Zitto Kabwe na umesema kwamba ametoa taarifa za uongo na upotoshwaji mkubwa. Sawa. Lakini mdhibiti mkuu wa serikali CAG hajatoka kusema kwamba Zitto Kabwe ametoa taarifa za uongo kutokana na ripoti yake ambayo amewasilisha. Pengine huoni kwamba kutoka kwako mbele na kusema kwamba Zitto amepotosha haiwafungui watu kama ambavyo angetoka CAG na kusema kwamba Zitto amepotosha? Sisi kama chama cha siasa tuna haki ya kusema. Sisi kama chama cha siasa tuna haki ya kusema. Hatuzuiwi kusema. Tuna haki ya kusema, na hasa tuna haki ya kusema tunaponenewa uongo dhidi yetu. Sisi tumesoma taarifa hii, nimeipongeza serikali na mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali. Hilo la kwanza ni muhimu sana ulifahamu. Na alieleza aliyekwenda kuchambua takwimu zake za kuungaunga ndiye anatupotosha, na huyo ndio nimekuja kumjibu kuonyesha upotoshaji aliofanya au kubaliki. Asante sana.
Karibu. Naitwa Msuya. Swali langu kwa nataka kufahamu katika mazungumzo yako umegusia kidogo hilo ambalo nilikufahamu kuuliza kuhusiana na kilichotokea huko Kongo. Umesema Zitto amepotosha kwa mtazamo wako wewe kwamba kuhusiana na hilo tukio. Labda wewe kama kiongozi wa chama ungewaambia Tanzania sasa ukweli wa tukio hilo lilivyo, kwa sababu chama kimehusishwa na huyo afisa usalama au kuonyesha kwamba yeye Zitto amepotosha. Labda ukweli ni huko. Lakini labda unashauri gani sasa kwa CIG? Sababu wameuliza pale mjambii kwamba CIG sasa labda unamshauri nini kama chama kwa haya yanayotokea, tofauti na kufikiria kuambia kwamba usalama kwamba vichukue hatua kulingana na upotoshaji wa Zitto. Labda CIG unamshauri nini kama yeye mwenye mamlaka alitoa ile ripoti ambayo Zitto naye ameonyesha kwa maana kusema kurasa fulani kimesema hichi, labda unamshauri nini CIG katika kuhakikisha kwamba haya yanayotokea yasitokee? Lile la kwanza sitajibu, ni jambo la kiuchunguzi. Nimewaonesheni ya kwamba huyu mtu huwa haheshimu hata mambo ya kiuchunguzi, anakwenda hadharani kuweka kauli timilifu. Sasa mimi sitaingia kwenye mtindo huo usiokuwa na utaratibu na mtindo wa hofu kuzungumza mambo ya kiuchunguzi ambayo hayajafungwa. La kwanza hilo. La pili, mimi kwa kweli nimempongeza CAG. Nimempongeza mkaguzi na mdhibiti wa hesabu ya serikali. Mimi sina na maneno naye. Amefanya kazi nzuri na serikali ya CCM imefanya kazi nzuri kutupatia taarifa hii hadharani. Sina neno naye. Tuko vizuri naye. Tunachotaka wenye dhamana ya kuchukua hatua baada ya mkaguzi na mdhibiti wa serikali amefanya taarifa yake na kazi yake. Serikali ya CCM imeanza. Rais mwenyewe alionyesha mfano. Mawaziri wamechukua hatua, watu zaidi ya 400 wamechukuliwa hatua za kinidhamu kwa hatua hii ya awali. Sasa wako wengine pia wana dhamana ya kuchukua hatua. Mtu anayetoa habari za uongo kama huyu anahadaa umma wa Tanzania, aende bure bure, haiwezekani. Swali la mwisho, sio kwamba asichukuliwe bila ili kuthibitisha kauli yako kwamba yeye amepotosha. Aliyempa kiburi cha Zitto kusema ni CIG. Sasa huoni ni sahihi CIG kurudi kuambia Watanzania kwamba nilichokisema kama alivyosema pale siku ile Ikulu, akaenda Dodoma kwamba nilikosea Dodoma. Watanzania wakaelewa kwamba alisema kitu, akarekebisha kwamba nilisema hichi lakini kwa ni hivi. Huoni sasa ni sahihi kabla ya kufikiria hatua hizo ambazo tunajua kwamba ndio nguvu ya CCM kwamba kumba dola kila kitu kumba dola na sio hoja kujibu kwa hoja. Huoni kwamba CIG ana haki ya kurudi kujibu wa Tanzania? Kama ambavyo yeye alikwenda kutoa hoja, mimi nimetoa hoja, nimejibu. Hakuna upotoshwaji. Sisi kama wenye dhamana ya serikali iliyokuwa madarakani, hakuna pesa iliyopotea. Hakuna pesa iliyopotea. Kwa maana ya ile trilioni 1.5, hakuna pesa iliyopotea. Nimesoma taarifa na nimereconcile na hesabu. Na nimewaonyesha hapa kwa ushahidi. Ukichukua mapato na matumizi zote zinakupatia 24.4 trilioni. Mimi kwa mkaguzi na mdhibiti wa hesabu sina shida naye. Nina shida na mtu anayetoa taarifa za uongo. Sasa mtu anayetoa taarifa za uongo anayewajibika sio CIG tena, ni mtu mwingine. Yaani CIG akishasema ukapotosha, sio tena CIG anashughulika na wewe. Wako watu wengine kwenye nchi yetu tumeweka kwa mujibu wa katiba wanahusika na maneno ya uongo. Na mimi ndo nasema baada ya kuwa mimi nimejiridhisha yule bwana akasema uongo, tushaondoka kwa CIG sasa hizo. CIG ni sosi wangu na ni sosi wake. Tunatofautiana tafsiri. Mimi nimesema tafsiri yangu ambayo ni halisi na I am challenging everybody to go out and prove hapa. Sasa yule bwana na yeye atuambie hizo zilizosemekana zimepotea akazipata wapi? Kama akasema uongo, wale wana dhamana ya kurekebisha waongo, basi washughulike naye. Usiseme hiyo ndio mtaji wa CCM. Ni mtaji wa CCM. Hii ni utawala wa sheria. Na serikali ni ya CCM. Ukisema uongo tunakuhukumu kama muongo. Sio kwamba CCM inaenda kusema watu washughulike na wewe. Hapana, wewe ni muongo. Ndio maana tunasema kila siku. Hata mfano, na hiyo mfano kidogo ni mzuri. Ikitokea, ni mara chache huwa haitokei. Ikitokea askofu amekamatwa, akahukumiwa, akafungwa. Hatukufunga askofu, tumefunga mhalifu. Sasa siasa hizi za maji taka siku hizi watasema
Sasa maaskofu waanza kufungwa. Tumefunga mhalifu. Na ndio maana hapa saa hizi mimi nachosema, nimetoa ushahidi. Huyu bwana akasema uongo. Sasa wale wana dhamana ya kuthibitisha uongo wachukue hatua. CAG ndio sosi wetu wa taarifa hiyo. Nafikiri kwa baki swali moja, kama hakuna, ndugu wanahabari, mimi nawashukuru sana na asanteni, mchana mwema. Namba.